Anuari Mnyama anaingia dimbani kesho. Kwa hali ilivyo, unampa nafasi gani Simba kwenye kuvuka? Uwezekano upo kuvuka. Uwezekano upo, japo si kazi rahisi. Kwa nini? Kwa sababu waliweka kidogo mlima mkubwa baada ya kuruhusu goli 2, lakini inawezekana kupindua meza vile vile kama watajipanga vizuri na kutumia matumizi mazuri ya nafasi na muda ambao watakuwa nao. Lakini kama itakuwa vinginevyo, watu wanaweza kutoka pale kwa Mkapa wanalia. Kwa nini? Unaweza kuwa na mentality ya kufunga tu na kushinda, lakini mwenzio naye anajizuia na counter zipo pia. Unaweza shangaa wewe dakika 15 za kwanza utafuta goli ukaweka wewe la kwanza, mpira kwa mgumu zaidi. Kwa hiyo lazima Fadlu aingie na mbinu zote mbili. Angalia namna gani ya kuzuia vizuri wakati anashambulia. Yaani shape gani unakuwa nayo ulinzi wakati timu yako inashambulia, kwa sababu muda mwingi Simba watashambulia, wataki wastake. Hawezi kukaa nyuma kwa sababu mlima wa goli 2 ni mkubwa. Na kingine ni kwa upande sasa wa utulivu mbele ya goli. Mechi ya kwanza wachezaji wengi walikuwa wana utulivu. Walikuwa na maamuzi ya haraka, wanapiga maeneo ambayo hataki kupiga. Kuna sehemu ya kupiga, kuna sehemu ya kupiga pasi. Sehemu ya kupiga pasi mtu kapiga, sehemu ya kupiga mtu kapiga pasi. Kwa hiyo lazima wafanye maamuzi sahihi kwa wakati sahihi katika mechi hiyo. Lakini kiujumla hata ukiangalia numbers bado Simba anapewa nafasi kushinda mchezo huo. Kufuzu hayo ni mengine, lakini mimi na uhakika kwa Mkapa Simba anashinda mchezo. Kwa hiyo wao sasa ndio wataamua goli ngapi na wanafuzu vipi. Sawa. Kuna mtu haelewi vizuri mahesabu ambavyo amekaa. Simba anahitaji goli ngapi ili avuke, na ikitokea Mwarabu kapata goli, Simba anahitaji kufunga goli ngapi ili avuke? Hebu kidogo tupitishe kwenye mahesabu kwa sababu eneo lako la takwimu. Simba bahati mbaya hakupata goli la ugenini. Kwa hiyo kama Al Masry atapata goli la ugenini itakuwa ni faida kwake. Kwa hiyo Simba atakuwa na mlima mrefu zaidi. Sare yoyote sawa ambayo itapatikana ambayo akipata goli Al Masry maana yake Simba inabidi afunge goli 4. Sawa. Lakini Simba ataka kufunga goli 3 ili kuvuka kawaida. Goli 2 maana yake matuta. Siko mnaelewa? 2-0 akishinda Simba. 2-0 kwa Simba. Kama ambavyo ameshinda Al Masry, Simba kirudisha ikawa 2-2 kwa maana aggregate wanaenda matuta. Sawa. Lakini 2-3-1 Simba kaondoka. Umeelewa? 3-1 Simba kaondoka kwa sababu Al Masry atakuwa na goli la ugenini. Kwa sababu sisi sheria goli la ugenini bado natumia. Ukipata aggregate 3-3 sawa, maana yake Simba out. Kwa Simba anajitahidi sana asiruhusu goli, lakini pia afunge magoli. Kwa 3-0 Simba dakika 90 wanaondoka kwa furaha. Watu wengi wanamtaja Mkwala kuwemo humo. Kwa takwimu alizonazo kwenye ligi anaweza kutumbukia ama kuisaidia Simba kwenye mchezo huu. Mkwala amekuwa kipop up mara nyingi na kufanya matukio fulani ambayo yamekuwa very positive kwa upande wa Simba. Kwa hiyo inawezekana uwepo wake ukasaidia. Sawa, kwa sababu hapa karibuni Ateba amekuwa hana form nzuri sana. Hata aina magoli ambayo unakosa kuna muda unahuamini kama Ateba amekosa. Labda sijui itakuwaje, mwalimu ndo anajua, lakini ukimpa nafasi Mkwala anaweza akakupa kitu kwa sababu ndani ya muda mfupi amekuwa akifunga magoli na hiyo confidence anayo. Na ni unajua uzuri wa Mkwala tofauti na Ateba. Mkwala anasumbua sana mabeki. Unamkuta kulia, unamkuta kushoto, unamkuta katikati. Lakini Ateba kummaki ni rahisi, na ndio maana unaona mara nyingi mabeki wapo karibu na Ateba, amelipa goli mgongo hivyo. Lakini Mkwala ni washambuliaji wawili tofauti. Kwa hiyo yoyote ambaye ataanza anaweza kumpa option nzuri sana mwalimu, kwa sababu wale wataweka low block. Wakiweka low block watakuwa wako chini wengi. Kwa hiyo lazima upate mtu janja kuweza at least kuwatoa ndani ya box na kuwavuta upande mwingine mabeki. Mzigo ambao mbeba mwalimu kwa kauli yake ya kwamba atawajibika endapo Simba atashindwa kuvuka katika eneo hili, inatia uzito kwa maana ya kuwapa nguvu wachezaji kuendelea kumpambania mwalimu, ama ni kauli tu kama mwalimu wa mind game ama vipi? Inatia uzito. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana hii ndio ikawa robo finali rahisi sana ambao Simba atakiwa kuvuka yani kiwepesi tu, tofauti na hizo za nyuma ambazo alizipitia. Kwa hiyo Fadlu kuwajibika ni sawa kabisa, kwa sababu aina za mechi ambazo ameshinda kwenye makundi na aina ya mpinzani ambao amekutana naye hapa, Fadlu kiukweli atakiwa kupita mbele Al Masry.